Mourinho. Kwa hata leo Musa Hassan Mgosi alikuwa anafundishwa. Kuna benchi ya ufundi walikuwa na makocha watatu wa kiume. Musa Hassan Mgosi, yule kocha mkuu na yule kocha kai kijana. Mourinho yuko peke yake, kashikisha dawa. Lakini uelewe. Kwa hii Yanga Princess ndio timu kubwa ya wanawake kuliko timu yoyote msimu huu. Wamechukua kombe la Dr. Samia Suluhu Hassan, raia namba 1 wa nchi hii, ambaye anaanzisha kombe. Timu bora ni Yanga Princess. Timu 4 zimechukua timu 4 bora. Wakasema nyinyi ndio bora, nendeni mkacheze kombe la Samia. Hawa walikuwepo Simba Queens walikuwepo, JKT Queens walikuwepo, Yanga Princess walikuwepo. Bingwa alikuwa ni nani? Wananchi wameondoka na kombe. Achana hivyo. Lakini ndani ya msimu huu hawa Simba tumekutana nao mara 3, Simba Queens mara 3. Katika mara 3 tumeshinda mara 2, tumeshinda mara 1. Na nataka kuuliza, timu ambao mara 3 tumekutana naye, timu ambao imeshinda mara 2, imeshinda mara 1, ipi bora? Wanasema tunawotea. So jibu la swali. Nimekuuliza tumekutana naye mara 3. Katika mara 3 kakafa mara 2 msimu huu. Kafa Ngao Jamii, hapo amekufa na leo ligi kuu ya wanawake. Katika mechi 3 Mourinho kampiga Simba 2. Nani timu bora? Kuna wakati mbinu zinazidi uwezo. Ndio maana nikakwambia Mourinho ni master wa mbinu. Mourinho ndo amekuja kukomboa mpira wa wanawake katika nchi hii. Anaanisha Mourinho alikuwa anafundisha timu za wanawake mtaani, sio? Hao wengine bado. Unaelewa? Hii leo unaona timu ya taifa bora, product ya taifa bora. Hizo product zote za Simba taifa. Kina wakina Minja wale ndio Minja kwenye kikusi, wote wakina Krala, wote wamepita katika mikono ya Mourinho. Kwa leo kuna timu wanawake Twiga Stars bora, maana yake kuna mkono mkubwa wa Mourinho. Haya mwalimu, ile ya Yanga Princess na Simba Queens tumemaliza. Tunasubiri ipangie tarehe ya dabi sasa. Sasa dabi dabi sasa inakuja yenyewe kuna wanaume. Tunasubiri tarehe. Boimanda amesema leo anasema hawajatoa barua majibu ya Yanga. Ndio. Kwa Yanga kuwa kuna vitu ambavyo wamehitaji ndani ya bodi ya ligi wajibiwe. Au nimekosea? Katika vitu ambavyo wanahitaji, jambo la kwanza akasema tunahitaji pointi 3. Jambo la pili akasema tunahitaji bodi ya ligi nzuri. Au nimekosea? Jambo la tatu akasema wanahitaji gharama za kuandaa timu ambao ni milioni ngapi? Karibia milioni 50. Na la 4 wakasema mechi ya tarehe 8 ilikuwa imekwisha. Bodi ya ligi inatakiwa wapaswe waje kujibu barua ya Yanga kwanza. Na wamepata changamoto moja kwanza. Kwa mfano, bodi ya ligi walitoa kuahirisha mechi tarehe 8, si ndio? Katika kuahirisha mechi tarehe 8 wakatoa zile sababu za tumaahirisha mechi kwa sababu Simba hakufuata kanuni. Simba hawakuwasiliana na mtu wa uwanja. Wameahirisha kwa sababu kulikuwa na sababu ambazo zilikuwa zinatishia amani ya mechi. Usalama wa mechi. Hiyo ndio sababu moja kwanza. Wametaja zile sababu. Wamesema Simba walikuwa wanataka kufanya kikanuni mazoezi, si ndio? Pamoja kufanya kikanuni, lakini Simba alizuia kutofanya mazoezi. Sababu nyingine wakasema ni usalama wa nchi, sio? Na sababu nyingine ilikuwa na ishara ya rushwa, upangaji wa mafuta. Sasa sikia. TAKUKURU leo wamehojiwa kanda ya Temeke. TAKUKURU wamesemaje? Hawajapata kesi yoyote. Fatwa ambao wanafanya kazi ya kuchunguza, ya kupeleleza kati ya TAKUKURU na TFF ni nani? Bado TFF anaandaa shtaka. No. Bodi ya ligi bado. Yaani mashida kwa. Hata kama unaandaa mashtaka, hawezi kutoa taswira ambayo utaenda kuchafua mpira wetu. Wenye mamlaka ya kuchunguza, ya kufuatilia, unasema hawaone hivyo vitu. Jambo la pili, wote tumeenda sasa tuko Benjamin Mkapa. Tulipiga jiwe. Na ukisema usalama kwa atishia, mtu wa kwanza kutoa tamko la usalama katika nchi, katika kanda hii ya Dar es Salaam, ni Afande Mlilo. Ndio kazi yake. Yaani maana yake tafsiri la karaka inaonekana Mlilo hajui kazi, kuna watu wanajua kazi kuliko Mlilo. Ndio tafsiri la karaka. Jeshi la polisi imetulinda sisi, tumeingia uwanja Benjamin Mkapa. Imetulinda kuanzia asubuhi saa 12 mpaka saa 1 usiku. Kuna mtu aliumia? Kuna mtu alipigwa? Sasa hayo matukio yalikuwa kabla ya mechi? No. Umesema kuna viashiria ya uvunjifu wa amani kwa ajili ya hiyo mechi. Siku ile ya mazoezi. Ngoja kwanza, usichanganye. Wewe umesema wameisha mechi kwa sababu sio mimi, ni barua. Ndio hiyo. Unanukuu sosi. Nanukuu. Unasema kuna uvunjifu wa amani. Tunailisha mechi kwa sababu kuna viashiria vya uvunjifu wa amani, usalama mdogo. Kwa maana yake uvunjifu wa amani maana yake unatakiwa utoke tarehe ngapi? Tarehe 8. Si ndio?
Hiyo tarehe 8 maana yake wao wanapaswa wazuie nini? Uvunjifu wa amani. Sasa nikuulize. Je, tarehe 8 kwa kuna viashiria vya uvunjifu wa amani? Kama jeshi la polisi imekuja saa 12, imekaa imetulinda mpaka saa 3 usiku tumeondoka. Hakuna sisimizi, hakuna mende, hakuna mtu yeyote ambaye ameumia. Je, nimekuuliza, jeshi la polisi limeshindwa kufanya hiyo kazi? Tafsiri ya haraka kwa waliandika kitu cha uongo. Sasa mechi haikufanyika. Mashina kuelewa. Sasa mechi kufanyika ni vitu vitatu tofauti. Sikiliza. Mwaka jana, ni mwaka jana, mechi kati ya Nigeria na Algeria. Nigeria wakwenda kucheza mechi ya Algeria. No, Libya. Kama sasa popo ni Libya. Wakwenda kucheza Libya. Wakakaa airport. Hawakwenda uwanjani. Si ndio? Hawakwenda uwanjani. Hakufanyika jambo lolote, lakini Nigeria wapo pointi 3. Unaelewa? Mtu akikwambia sababu mpaka alifalia wewe uwanjani, kazipata hapo hizo sababu. Kama Nigeria kuingia uwanjani waishia airport akapoa pointi 3. Na mechi iliahirishwa. Au kuona hiyo kitu. Kwa mwalimu sasa kwa tafsiri yake ni nini? Hawa wachambuzi ambao wanadanganya nyie, hawana maarifa hayo kutuambia mpaka refa awe uwanjani. Kwa sababu kuna sababu kishaonekana duniani. Kuna timu hazikwenda uwanjani, zimeishia airport wapoa pointi. Au mfano timu gani? Nimekwambia Nigeria. Msimu uliopita SB Kane na Usman. Mechi ilicheza. Walishia airport. Hawakupoa point. Walikuwa alama. Hizo sababu ni nini kukwambia mpaka timu ile falia kagua uwanjani kukwambia nani? Waulize wachambuzi. Haya Mike hapa, haya uulize wachambuzi. Hakuna wachambuzi katika. Uliza kwanza Mike hapa. Nyie hizo sababu mmesema mmepata wapi? Mpaka ile falia uwanjani akagua mmepata wapi? Kama Usman na SB Kane watu wa kuingia uwanjani. Nigeria na Libya hata kuingia wajapata pointi 3. Kwa hizo tafsiri ambazo zilikuwa wanakuta kama watu wachambuzi. Wachambuzi ya kanchi. Kwa hiyo mwalimu sasa tunahitimishaje? Tarehe zikipangwa mnapeleka timu. Ngoja kwanza. Tarehe haiwezi kupangwa bila majibu ya kitu ambacho kwa sababu sio serikali una kanuni ninazo hizo hapa mdogo wangu. Unikana una kanuni. Kasome zile kanuni. Mwalimu ana macho matatu kabisa, watu lazima waelewe. Mtu mzito unaongea. iPhone 15. 15 Pro Max. Watu wao wanaelewa. Chuma hiki hapa, chuma hiki hapa. Mwalimu anaongea kwa fakti ambazo zinanyonywa kwenye simu kubwa. Kama una kanuni. So wewe kijana wangu naweza nikakupa. Nimtumia mdogo wangu mmoja hapo. Muone hapa kanuni. Muone hapa. Kanuni za bodi ni tola 2024. 24 kanuni zipo hizi hapa. Zote kanuni zipo za na kama kuna bodi msimamo wa bodi sikia basi. Kanuni hizi kama mtu anahitaji anifuate juu ni mtumie kanuni hata wewe sasa. Tusidanganyane tusome mimi na cheti cha sheria. Ama na sheria. Sio mwalimu tena. Cheti cha sheria.